Basi walikuwepo watu 4 wenye ukoma penye lango la mji, wakasemezana, mbona tunakaa hapa hata tufe? Tukisema tutaingia mjini mna njaa, nasi tutakufia humo. Nasi tukikaa hapa tutakufa vile vile. Haya, twendeni tukaliendee jeshi la Washami, wakituhifadhi hai tutaishi, wakituua tutakufa tu. Basi waliondoka kabla mapambazuko, ili waende mpaka kituo cha Washami. Na walipofika mwanzo wa kimo cha Washami, kumbe hapana mtu, kwa maana Bwana alikuwa amewasikizisha Washami kishindo cha mienendo ya magari na kishindo cha farasi, kama kishindo cha jeshi kubwa. Wakaambiana, tazama, mfalme wa Israeli amewaajiri wafalme wa Wahiti na wafalme wa Misri waje wapigane nasi. Kwa hiyo wakaondoka, wakakimbia kungali giza bado. Wakaziacha hema zao na farasi zao na punda zao na kimo chao vile vile kama kilivyokuwa, wakakimbia wapate kujiponya nafsi zao. Basi wale wenye ukoma walipofika mwisho wa kituo, waliingia katika hema moja, wakala na kunywa, wakachukua fedha na dhahabu na mavazi, wakaenda wakavificha. Wakarudi wakaingia katika hema ya pili, na vile vile wakachukua vitu, wakaenda wakavificha. Soma mpaka hapo. Asumbe wakeli kikucha mwanza mstari wa 3. Na hindi kwa andu ana mawaite mangu, na ulikiloni bingiloni na mane na niyaumwe kwa ulaungi, tuikala vahamu baka tuikweniki. Ethi watu yasia nitu ulikandwani, yuwa yindwani, na tukakwevo, na ethi watu ikala vaha tubinditye na tuikwa. Unu wahu ili ukai, na tuvaluke mogo ni mangudu ya asilia. Ethi wani meutueka tuidayo, tukekala dayo, na ethi wani meutuwa na tuikwa. Na mwokila kwi umidi maende mwako ni wa maema maasilia. Na ila mavikie ute wa mwako wa maema wa maasilia, kai kutia imunuko nundu mwe ini watumie ngudu ya asilia iwa kitu cha makasia na kitu cha mbalasi o kitu cha ngudu nene na manena nia ene kwa ene. Kai musumbe wa Israeli no maandikite asumbe ma aititi na asumbe ma amisiri matubidukie wandu wahu mwakila na makia kwi umidi na matia maema mo na mbalesisio na mangoimo na mwako wa maema undu wailie na makia matangie dayuwo na hilasu mawete mangu mavikie utewa mwako wa maema malika yemani imwe na maya na manyo na makwa kumyevo veda na dhahabu na ungwa na madhi na maibidha na masioka na malika yemani yingi na makwa kumya ona vo na madhi na maibidha. Amen. Amen. Naona Henry anacheka pale. Hiyo kikao nafika siku yenu ya Kijaluo pia tutacheka. Utapiga vilenyo ya Kijaluo na tutakataka. Amen. Amen. So Biblia inasema ipo wakati kulikuwa na njaa. Kwa hiyo Biblia yasema hivi inakuwa inayua, na wakati huo Samaria, mji wa Samaria ulikuwa umezungukwa na ivindesu Samaria ni adiukitwe na jeshi moja la Washami na itasia kao sia aititi. Hallelujah. Amen. I say hallelujah. Amen. So majeshi hawa wakawa wameifanya nchi haiingiliki, na itenusia kao sia asilia wede situmire bandu baba batalipika, kwamba kama uko nje huwezi kuingia ndani, ndio wenzangu isao likandini, na kama uko ndani huwezi kutoka nje, ndio wendini bisao manza. Hallelujah. Amen. Ikawa ni shida katika nchi ile, ndio ni pina ndi isu, kwa sababu watu hawangeweza kufanya biashara. nundu andu mae matone kuika biashara, watu hawangeweza kutoka nje kuchukua vitu kuleta ndani. Andu mae maluka anzamo zesindu na kwete ndini, maana katika malango ya mji yamefungwa. nundu ba mbingiloni nipo eko vinge,
Bwana asifiwe sana. Amen. Na kukawa na njaa kubwa ndani ya Samaria. Na kweli wanaanza nene Samaria. Na Biblia inasema hata vitu vilivyokuwa rejareja vikawa ghali. Na Biblia yasema kama sinula sia kwa tika na kwa laisi wewe yasi na bei ya ulumu nobyo. Amen. 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 Ushawahi kutana na shida maishani Wapo mananabii na dayuni mpaka kile kitu ambacho ni kinafaa kuwa rahisi kikawa ghali kwa mungati mmoja kilucha laisi kikede kina bei ya ulumu no kwa bamba 5 ile credit ya shilingi 5 inakushinda kununua. ile ya time ya shilingi 5 yusi ndakuwa. Kwa sababu kuna shida. Nundu bena bena. Ndivyo ilivyokuwa hali katika Samaria. Oni upo ile Samaria. Lakini Biblia nasema wakati ule kulikuwa na nabii katika nchi ile. Biblia yasema na bindesu kwa ina mwadhani ndisu. Nabii Elisha alikuwepo katika nchi ile ya Samaria. Mwadhani Elisha aendisu ya Samaria. Na shida ilipokuwa nyingi ikabidi atoe unabii. Na dinera waingilie au ni wadhani. Na akawaambia wale watu waliokuwa nao. Na ameandora wainamo. Kwamba kesho unga utauzwa kwa bei rahisi hapa. Kana ni mtu witewa na viwa laisi mnovyo. Nalo lilikuwa ni jambo ambalo kana kwamba aliwezekana. Na kiu chake chaini takita tonyeka. Kwa sababu hata muda wa kupanda mahindi ya mee haungetosha kwa siku moja. Nuno na vilao pana mbeba sime yeye isakuyana. Wala hata kama wangesema wataenda nchi nyingine walete vyakula haingewezekana kwa siku moja. Ona kediani kuipu wasindu kundukungi yeye itonyeka kwa mudenomwe. Lakini wakati huo kwa sababu nabii amesema neno, lakini vinesu ndio apidi ya mwadhani wa neni ndeto. Ilibidi Bwana alitendee kazi lile neno la nabii. Yeye wamubakamu yeye ateresewea ndeto si ya mwadhani. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu nabii amesema neno, nundu mwadhani ni wanena ndeto. Ilibidi Bwana alifanyie kazi lile neno la nabii. Yeye wamubakamu yeye ategewea yulu ndeto si ya mwadhani. Ndio maana ni muhimu kuwa na nabii katika nchi. Tuni usio mnokidia na mwadhani. Unapokuwa na mtumishi wa Mungu mahali, ila wina mwadhuku miwangaiva ndu. Na aweze kuyatamka maneno ya baraka kwako. Na isonye onena ndeto shawadimu kwako. Mungu huliangalia neno lake na akalitimiza. Gainu share siandito yake na kumianisia. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata wewe Yesu. Na leo hii nasema kwamba wewe umebarikiwa. Leo Mungu anasema na wewe mwadime. Haleluya. Amen. Nalo ni neno ambalo nimelisema naye Bwana atatenda. Haleluya. Na ndeto nambi wewe tena ngainu kuikumikiria. Maana Bwana analingoja neno litamkwe. Nunu mwiye yete to ndeto itamkwe. Kisha achukue nafasi na alitimize. Ini ose mwanya na ime anisia. Hasa Bwana ataangalia ni nani atakayelitimiza neno la nabii. Kumwi yasi zenu uloto na kuyanisia ndeto ya mwadhani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lipo neno ambalo limesemwa. Vena ndeto iwetetwe. Na hili neno limepatiwa masaa. Na ndeto iluni nengeto masaa. Limepatiwa muda mdogo kabisa. Nengeto vindenini munobiu. Je, ni nani ambaye atatumika kulitimiza? Kono ulo kutumika kuiku ya nisendeto eno. Bwana Yesu asifiwe. Hata we Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Hata we Yesu. Kuna jamii hapa inaumia na njaa. Venu vanu mekuumia ninza. Kuna watu ambao wanakufa kwa njaa. Venu meukono nuanza. Ipo nchi ambayo inangoja muujiza. Vena miyetelete Muujiza. Chama. Haleluya. Amen. Ipo nchi ambayo inangoja muujiza. Vena miyetelete chama. Chama ndio muujiza. Mpaka kusema kama wewe. Bwana hiyo sio. Wala sio. Lakini muujiza huu pia unangoja wa kutekeleza. Ili chama kile anachotekeleza waokukia nisia. Sijui kama unanielewa. Nisikana numbelewa. Ipo jamii hapa ina mahitaji. Vena mena mavata. Wapo watu ambao wana shida. Vena numena dena. Wanamlilia Bwana wapate majibu. Mwiye imakwate mausungio. Lakini ni nani atakayetumiwa kuleta majibu? Ini muulogu utumika kwete mausungio asuo. Ni nani ambaye yuko tayari na mjasiri kuleta majibu kwao? Nulawi tayari na winaokumba uwa kwete mausungio asuo. Na kukaangaliwa ndani ya Samaria hakukuwa na mtu. Na basi wabalasa ya Samaria bayai na mundu. Watu wote walikuwa wanalia njaa. Anduone mayaonza. Watu wote walikuwa wanalalamika. Anduone makwetu lalamika. Hata mfalme pia alikuwa analalamika. Ona musumbe onake akecho ndugu. Amevaa magunia naye pia analia. Eke ita magunia na ake sasa watu wote
wanalia hakuna wa kumaliza njaa. andu one maite baina mundu wa kuminanza. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hebu zungumza na jirani, mwambie usilie, Bwana anatafuta watumishi. Mutabi munyanyi ukana mbukaye mwenu kumanda bukumi. Kuna wakati inafika unaacha kulia. Baby kauka ikakuye. Sijui kama unanisikia. Isika numbiwa. Kuna wakati shida ikija unaacha kulalamika. Baby kadi na woka ikakulalamika. Kuna wakati ambao inafika inabidi ujikusanye kiume. Baby kauka na lazima unga metamunume. Jikusanya kiume. Ukaunga matamunume. Hebu sema nitajikusanya kiume. Kwa asili nguunga matamunume. Haleluya. Amen. Biblia inasema kukakosekana mtu pale ndani ya Samaria. Biblia inasema basi Samaria ne vaye mundu. Nje ya mji wa Samaria zao wa mbingilo sia Samaria kulikuwa na jamaa wanne. Baina aume mae ana. Hawa walikuwa nje ya mji. Aume ano maenza wandua kwa sababu walikuwa ni watu wa ukoma. Nunu mae ando mae na mangu. Haleluya. Amen. Mumeshika hapo? Walikuwa nje kwa sababu walikuwa ni wa ukoma. Maenza nunu mae na mangu. Maana watu wa ukoma wangeruhusiwa kukaa pamoja na watu wengine katika nchi. Nunu ando mangu mayai mekitikila kuikala na andu ndini wa nduwesi. Ndio maana wakatupwa nje, wakaambiwa wakae huko nje. Tuitu kitu mimekiwe nza meomeka lekunza. Kwa sababu sasa njaa ilikuwa ndani ya mji. Nunu nza ya ndini wa nduwesu. Hata wao nao pia njaa ile ikawapata. Ona monza isi ya mabikia. Kwa sababu walikuwa wanapata vyakula vyao kutoka mjini. Nunu makwata chao ya choku mabaya nduwani. Kwamba watu wangetoka mjini waje wawapatie chakula cha msaada. Kana maima tonye umanduani makoma kamune marenga chao ya chao matevya. Lakini sasa huko ndani ya mji hakuna hata chakula. Lakini ona kuendi ni wandova yai na chao ya. Haleluya. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Huko ndani ya mji ambapo wangepata chakula pia hakuna chakula. Kuendi ni wandova maima tonye upana chao ya bayai na kini. Ikabidi na wao pia wakawa sasa wanakufa njaa. Wewe ndio lazima una mama mbio kwani nza. Wakakaa chini wakasemezana. Mekalande manena nya. Wakaanza kuulizana maswali. Mama mbio kula ni makulio. Tukikaa hapa tutakufa. Tuekalava no ni tukwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tukikaa hapa tutakufa. Tuekalava no ni tukwa. Tukienda mjini huko pia kuna njaa. Atwa dinduani ona kukupu inanza. Amen. Amen. Naweza chukua hizi viti ziko hapo pia mweze kutumia. No mose vile ino sifahamu kayo. Amen. Amen. Tuwe na kanisa nene. Inene. Kanisa inene. Yes. Haleluya. Bwana tupe kanisa inene. Amen. So hawa jamaa wakasemezana. Huwa andwanu manena ni. Wakaambiana kwamba tukikaa hapa tutakufa. Meya na tuekalava no ni tukwa. Tukienda mjini pia kuna njaa. Na twa dinduani wanabubume na nza. Lakini tutafanya nini? Lakini tuikata. Wakaamua tutawaendea wale hadui. Mwono tuendi kuwe kwa mbusitu. Tutaondoka na tuende katika kambi ya hadui. Na tukilina na kuikuweka mbili ya mbusitu. Tumetulia mara nyingi, siku nyingi tumekaa. Tuikalite vibe na yasamuno. Na hadui amechukua advantage, amefunga malango yetu. Na mbusitu sio sete, mwanyo zima si avinga mbingilo situ. Sasa tukiendelea kukaa na kumuogopa hadui, tutakufa. Tuekalava na umukia mumaida witundi tu ukwa. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Atawe Yesu. Ataiwe Yesu. Amen. Unajua kuna shida zingine ambazo si laana. Tuwezi kana bebe na ingio na tiki umo. Uko na unateseka kwa sababu shetani amefunga malango yako. Widini kanuno satani avingi tembingelo siako. Unajaribu kuanza biashara lakini haiendi, kumbe malango yalifungwa. Weambia biashara wija ndusu anga kumbe ni mbingilo mbinge.
Hata shuleni vijana hawashiki kitu, kumbe malango yalifungwa. Ona sukulu sana sikuelewa nuru akwenda mbingilo ni mbinge. Are you listening to me? You're trying to look for employment, kila mahali hakuna nafasi, malango yalifungwa. Uitata kumanda wea ona ndo ukwata nuru akwenda mbingilo ni mbinge. Bwana Yesu asifiwe. Sawa Yesu. Unajaribu hata kufanya michango, watu wakuchangia, lakini wanakuja wawili, malango yalifungwa. Uitata na kuita harambia numoke mausangie mbeza, lakini baimu ndo unaokuka nuru akwenda mbingilo ni mbinge. Na unajua aliyefunga malango ni adui na unamjua. Na wewe usile saka na lobi ingite mbingilo siaku ni muomaida na numwisi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini ukimjua adui yako usiketi tu ukasema nitangoja. Lakini wamu mwanamdo yaku dukekale na kwetela wazili kwetela. Wakati umefika tuweze kumkabili adui. Hivi na hivi kini kala tuweze kukomana na muomaida witu. Nasema wakati wa kukabiliana na adui umefika. Hivi na yeye pambana na muomaida witu ni vikie. Hallelujah. Amen. Niko na watu ambao wako tayari kukabiliana na adui. Nina numete hali kukabiliana na adui tu. Kuna wakati unafika unasema gonjwa hili imetosha. Baby kauka sio unani weania. Kuna wakati inafika unasema kama ni uchawi imetosha sasa. Baby kauka sio na unani weania. Kuna wakati inafika unasema na liwe liwalo sikai chini. Baby kauka sio kweli walo kikeni wanie kalande. Kuna wakati inafika unasema sitakaa chini tena. Baby kauka sio nwe kalande wingi. Nitainuka nikabiliane na adui. Ndio kila na kuinga komane na adui. Nasema nitainuka nikabiliane na adui. Ndio kila kukomana na adui yako. Nitasimama nipigane na adui. Ndio kila na kuokita na adui yako. Nitasimama nimfuate adui. Ndio kila na kumwatia adui yako. Nitaelekeza uso wangu kwa adui yangu. Nielekele kwa adui yako. Akiniua ni sawa. Ambuano sawa. Akiniacha hai ni sawa. Ambekani ndio sawa. Anasema hiyo biashara nitaifanya. Lakini biashara usinaweza kuweka. Ikifilisika ni sawa. Haya ambayo balukano sawa. Nikifanikiwa pia ni sawa. Neno sawa. Hallelujah. Amen. Nasema kwenye hiyo kampuni nitaenda. Ndio kampuni ni uzuni ngodi. Wakinikaribisha wanipe kazi ni sawa. Nitegelea kunenga wewe ni sawa. Wakinifukuza mlangoni pia ni sawa. Nseme jamii omone no sawa. Hao jamaa wakasema tutaenda kwa shauri. Asali tu odiko asili. Wakituua ni sawa. Watu wani sawa. Wakituweka hai ni sawa. Watu weka bila ni sawa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kuna wakati nafika unasema na liwe liwalo. Ikienda hivi ni sawa. Kwa diuno sawa. Ikienda kivingine ni sawa. Kwa diuno ngino sawa. Hiyo huduma nitaifungua. Huduma hizo ngumejingwa. Ikifanikiwa haleluya. Yani haleluya. Isipofanikiwa pia ni sawa. Kwa no sawa. Huko studio nitaenda. Kwa studio nongoti. Wimbo ukipendwa ni sawa. Badi sio no sawa. Wimbo ukikataliwa ni sawa. Badi sio no sawa. Haleluya. Amen. Nitaitafuta hiyo capital. Nimemba pesa hizo. Na nitaifungua hiyo biashara. Mungu wa biashara. Ikifanikiwa ni sawa. Yani sawa. Wateja wakija ni sawa. Atija moga sawa. Wateja wakatae kuja pia ni sawa. Kwa mai moga no sawa. Niwe liwalo. Lakini nimeamua sasa. Lakini ninaamua kukabiliana na adui. Sitakaa chini tena. Sitakaa chini tena. Nitasimama kiume. Nitajitia nguvu. Sitalalamika tena. Sitalaumu watu tena. Sitalaumu wazazi wangu. Sitalaumu mchungaji wangu. Sitalaumu mwajiri wangu. Sitalaumu mtu yoyote. Nitajikusanya kiume. Nitakabiliana na adui. Na liwe liwalo. Akiniweka hai nitaishi. Akiniua nitakufa tu. Akiniweka hai nitaishi. Akiniua nitakufa tu. Hallelujah. Amen. Wakati wa kukabiliana na adui umefika. Hivi na yao pambana na adui tunawazika. Usikae chini kinyonge tena. Tukekalende tawe musine ingi. Wale jamaa hawakuangalia kwamba sisi tuna ukoma. Hawamesoma yasi kana mena mangu. Hawakuangalia kwamba sisi tuna ukoma. Yasi kana mena mangu.
lakini walitumia ukoma wao kama silaha yao. lakini matumie mangumo ta silaha sio. Sijui kama unanielewa. Walitumia ukoma wao kama silaha yao. Matumie mangumo kama silaha. Hiyo. Tabio hiyo yako. Bwana sifiwe. Mio yako. Haya, hiyo vocabulary imepotea kidogo. What am I trying to say? Amen. Hawa jamaa walijua nikiwa na ukoma au mema maneka na nuru ni amangu nimkaribia mtu ambaye ni mzima na mudenge ya mundu without huyo mtu atatoroka mundu suru kusemba ndiye kwa sababu hataki kuambukizwa ukoma. Nuru na kwenda hemu kwati mangu Na akitoroka na semba atawacha vitu pale chini. tie sinubaya Na nitakula nishibe na niende. na kwenye niende kuna Hao waliamua maamua nitatumia unyonge wangu nitumia wontu wakwa nimkimbize adui. nimwatie ndu yakwa. Hallelujah. Amen. Unajua watu huangalia strength zao. Witendo masiate kula mena vinya. Mtu anajiuliza na mpaka nipate degree ndio niweze kwenda kutafuta kazi. Kwa yase kama mbakani some kwa degree kana ningamanda wewe. Mtu anasema mimi kama sina mtu najua kwa hiyo kampuni siwezi enda kutafuta. Kwa yase ndio mimi nisiba ndio manda wewe. Kwa sababu watu wanaangalia strengths ndio waweze kuzitumia. Ndio mesise vinya uoma tumeta itasi akao. Lakini hawa jamaa hawakuwa na kitu cha kujivunia. Lakini hao meno mayai na kilo cha kuikae na walikuwa na unyonge mayai na wonzu, lakini wakatumia unyonge huo kama silaha. Na wonzu suma hutumia taitasi akao. Hallelujah. Amen. Na wakasema tutakwenda. Na maasani tubi. Bila shaka hawa jamaa wakituona na ukoma batendi andosma tuona na mangu tuondokea. Nimeotwamukia. Watu wa ukoma wanakuja. Aduma mangu imokite. Tuwaondokee. Tunarukie. Wasije wakatuambukiza. Lakini kumbe kwa njia hiyo lakini kaisi sisi tutapata baraka yetu. Tutapata maadili mema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini Biblia inasema Mungu akaongeza ule unyonge wao. Ngaiongela ona wonzuzu akaongeza nguvu. Aongela binya. Akausikizisha kama majeshi. Aongela binya wewe ni taitanene siakao. Ikawa ni sauti kubwa ya majeshi. Wewe ni wase unene wa itanene siakao. Yaani jinsi vile walikuwa wanatembea kinyonge. Onu makinya na wonzu. Bwana anaweka amplifier pale kwenye miguu yao. Yongela wasia katika maumo. Na akaweka speaker kubwa kubwa katika masikio ya Washam. Na yake ama speaker manene kwa kaambia Asiria. Na ukawa na kelele ya majeshi wanakuja. Wa kelele wa itanene siaka wanakuja wakimachi wakiongea. Sukite. Wakiimba nyimbo za vita. Manena kuimba diseita. Tunaenda. Ni tuende. Leo ni leo. Humu ni numundi. Vita ni vya Bwana. Haone wa mwe. Uwa. Maliza. Ninavyo. Vunja. Hiyo ndio sauti ambazo hawa jamaa walikuwa wanasikia. Usini wao asiawa ndo rumewa. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes. Wale jamaa waliposikia hizo sauti za kutisha, andosila mewie mawasia tuma hotelenia. Hawakutaka kuona kwa macho. Mayaenda na kuona. Bwana akawaletea confusion fulani. Aya maite ya kuchanganyikiwa. Wakaamua kuhepa na kutoroka. Mama kusema na kuivida. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na hao walipofika wakapata ala. Nela umezona mazikie maase kumbe hakuna mtu. Kaiku uyendo. Tulidhani kwamba adui ameketia baraka. Tuisi kadamu umaina ni wikalia. Lakini kumbe alishaondoka. Kaiku ni nusembia zi. Bwana Yesu asifiwe sana. Baraka yako ipo. Mawadi mama kumepo. Baraka yako ipo. Mawadi mama kumepo. Lakini baraka haitakukujia. Lakini mawadi mosma ikukia. Ni wewe ndiwe utaiendea. Ni wewe umaende. Anasema ni wewe ndiye utachukua hatua. Na uifuate baraka yako mwenyewe. Mikate haina miguu. Mikate imao. Chakula hakina miguu. Chakula imao. Nasema pesa hazina miguu. Pesa si imao. Bwana Yesu asifiwe. Kazi haina miguu. Wewe imao. Haitakuja kwako. Ninyuka kwako. Lakini ni wewe utaiendea. Ni wewe utachukua hatua na kuifuata. Ni wewe usimame leo na uiendee. Haleluya. Amen. Wangapi wako
uko tayari kuendea baraka Ndio zako? na bet ali kwenda maodi momo. Amen. I'm ready. Amen. Unajua kuna laana fulani inaitwa laana ya kungoja. Huyu sikana bena yumo si akwetela. The curse of waiting. Yumo si akwetela. Laana ya kungoja. Yumo si akwetela. Mimi nangoja tu. Anye ni kitu letela, no netele. Nangoje hapa, Mwetele mwina. nangoje hapa, Mwetele anayaweza yote. yumo tukinyaonde. Na hiyo roho ya kungoja ndio imefanya wengi wanateseka. Leo hivyo hii akwetela leo tumetenge maende na kuume. Hapo teseka. Haleluya. Amen. Lakini wengi wale ambao wamefanikiwa maishani Lakini aingira maendete katika maisha mo ni wale ambao wameamua kusimama na kuchukua hatua. na alama amuye kuunga maana kose tambia. Bwana anangoja hatua zako. Ngayetelete matambia menyu. Unajua Bwana anangoja hatua zako. Ngayetelete tambia yako. Bwana anangoja umeenda Kongowea sokoni umenunua tomato za shilingi 50. Ngayetele dose tambia wiko. Wewe manyanya masilingi 500. Amen. Bwana anangoja tu ile kwamba umeondoka na umeenda huo mlango wa chuo kikuu hata kama hauna pesa. Ngayetelete ukile na uijo na baya katika sukulu unaenda bila mbesa. Anangoja hatua zako. Etelete tambia yako. Bwana sifiwe sana. Amen. Nilipokuwa naenda chuo kikuu, Leo andete katika university. nilitoka hapa na fare peke yake. Au mievana na mbesa si ya kueva ngali sio. Fare ya one way ya kwenda. Mbesa tu si ya uvipe peke yake. Hakukuwa na ya kurudi. Na baye na mbesa sio sio. Maana nilikuwa nimetafuta pesa nikakosa. Unwa mandile mbesa akakosa. Lakini nilienda mpaka mlango wa chuo kikuu na nikaingia. Aingi nyami yomone ya sukulu na alika. Nikaenda pale mahali watu wamepanga foleni wanalipa wanapeana risiti za fee. Na hadi wao ndo mekunenga na risiti sia kuiba mbesa sia. Nikaenda nikasimama kwenye hiyo foleni. Na hao ngama mstari news Nikiwa sijalipa hata shilingi moja. hata hizo na shilingi umwe. Na watu wakasonga. Na ndo mambo yao songa. Na mimi pia nikasonga. Na kiande yao songa. Nikijua ya kwamba sina pesa. Ezi na mbesa. Lakini niko na hatua. Lakini nimetamba. Haleluya. Amen. Pesa sina. Pesa lakini nina hatua. Lakini Na Bwana hangoji pesa zangu. Anangoja hatua zangu. Haleluya. Bwana hangoji akili zangu. Anangoja hatua zangu. Bwana katika Biblia inasema aje? Anazibariki nini za mwenye haki? Hatua za mwenye haki. Haleluya. Bwana abariki pesa za mwenye haki. Haijaandikwa Bwana anabariki pesa za mwenye haki. Lakini Bwana anazibariki ama kuzithibitisha hatua matambia za mwenye haki. Mamwene Nikajua niko na matambia. Niko na matambia. Hakuna hatua. Nitachukua tambia zangu na nitakwenda mbele za Bwana na tambia. Haleluya. Sijui kama kuna mtu amefika mwisho hapa. Lakini bado uko na hatua. Naweza kuwa hauna pesa, lakini uko na hatua. Naweza kuwa hauna mtu uko mbele, lakini uko na hatua. Nasema labda hauna masomo, lakini uko na hatua. Haleluya. Sema hatua. Sema na sauti hatua. Amen. Matambia. Nikasimama pale nikipiga hatua zangu. Nikapiga hatua zangu. Mpaka nikafika pale mbele. Yule jamaa, yule mtu ambaye alikuwa anashughulikia makaratasi akachukua karatasi zangu. Kaangalia certificate ya form 4 iko sawa. Akaangalia calling letter iko sawa. Akaangalia kitambulisho iko sawa. Lakini receipt ya school fee hakuna. Hivyo akaniuliza, kijana, iko wapi receipt ya fee? Nikamwambia mimi sina. Akanambia hapa sio secondary school ati unakuja kuongea na headmaster. Hapa kuingia lazima uwe umelipa kwanza ndio uingie.
Nikamwambia sasa mimi nataka kuingia amwenye nenda ulika na sina hiyo pesa. lakini nina pesa hizo. Sasa wewe ndio utanisaidia kuingia. Yuwe niwo ndete kulika. Kwa sababu nimekupata, nimesema yule yote nitakayempata. Unye ni aisio langu ngwidi abano. Kama ni headmaster, ano kama ni headmistress, ana ni headmistress. huyo ndio atanisaidia kuingia shule. Usuno wako ndete kulika skulu. Sasa kwa sababu nimekupata wewe. Yuko onu niwo na hadi abano. Wewe ndio umewekwa hapa na Mungu unisaidie. Wewe niwo yitu bani ngayo ndete. Nikamwambia ndugu utanisaidia. Amwe mwana asano ndete. Kwa maana hapa nilipo Unu bani hata sina fare ya kurudi kwetu. wala ndina mbele sio sikamusi. Na wala hakuna mtu najua Nairobi. Na baimu unu ni siku hilo. Kwa hivyo mtu ambaye najua Nairobi ni mmoja tu. Omu unu ni siku hilo umwe. Ni wewe. Na niwe. Ule jamaa akaniangalia akaniuliza ulikuwa umeapply loan? Wanasema msia mkule niwe apply tika loan. Nikamuuliza loan ya wapi? Ama kule loan ya chao. Akaniambia kuna loan inaitwa HELB. Ama ya loan inaitwa HELB. Na wanafunzi wao wana apply wanapata. Na nikuni anonima ni apply na maipata. Akanituma akaniambia nenda mahali kunaitwa Anniversary Towers huko uulizie huko. Ama tuma Anniversary Towers amuenda kuje ku. Na nikamwambia sasa utanipa namba yako ili nikienda nikipotea huko nitakupigia. Ama wewe nanga namba yako na jio kwenda niongo huko ne. Na mambo yakishindikana narudi kwako. Na maana mimi nilani choka kwako. Na nikaenda town. Na hadi town Nairobi pale. hadi bailo Nikaingia kwenye hapo mahali pa loan. hadi kwa hapo yuko nanga na loan. Nikifika pale nikapata foleni ndefu. Aiye laini munene mwasa Na ilikuwa imefika saa 9. na saa kenda Nikajua hapa nikifuata hii foleni sitasaviwa leo. na manabane karaba musali ndi tukomomo Na sina mahali pa kulala. na lina bantu kwa ukoma. Lazima watu wanesavu saa hii. No lazima ndo no mandege unaendaje. nikaenda nikata. Nikaruka line nikaenda nikasimama kwa mtu wa karibu na mwisho. Na kila line na ngoma kwa mundu baba pambe. Wale jamaa waliokuwa nyuma wamekaa pale mchana mzima. Alame ivaeta mekalifu mmoja muhimu. Kila mtu anataka loan, watu wamechoka. Kila mtu ana loan ni madno hivi. Wakakasirika. Data wakaanza kunungunika. Ambia kunungunika. Ameruka line. Wa kila line. Ameruka line. Kwa kila line. Kwani sisi hatuna haraka? Kwani ndio hatuna haraka? Kwani sisi ndio watu wendi mbali? Kwani ndio tena Kwani yeye ni nani? Kwani wewe? Hasa zile kelele zikawa nyingi. Kelele uswele wewe mwingi. Kumbe zilikuwa ni zile kelele ambazo Bwana zilisikizisha jeshi la Washami. Kumbe kelele sila ndio wananga ni kwa asilia. Zile kelele zikawa ni kama zile za wenye ukoma. Kelele uswele ni tawala wa ndumaina mangu. Haleluya. Kelele zile zikafanya askari mmoja akasikia na akatoka akati. Kelele uswele kama muskali umwe au manaoka. Kulikuwa na maskari Kongo pale kazi yao ni kucontrol ile. Kwa hiyo askari mao sisi ya musali usu. Akaja akasema nani ameruka line? Hakuja nula wa kila line. Watu wanasema huyu kijana ameruka line. Ano maana bwana kiona nula wa kila line. Jamaa kuja akanishika, kama kwata, kanibeba hapa. Mukiye Na akaniondoa pale kwenye line kwa kama vile line ni uzuri na wao wingi. Wewe kwani unaruka line? Kule wewe kila line niki. Unajifanya mjeuri sana. Wewe banya wewe ni wewe kwa chumba kingine huko ndani. Toa nyumbani nje ila kundini. Nilipofika huko ndani ikawa ni mimi na yeye. Mama kama ni wewe ndani mumeli. Nikamwambia umefanya vizuri kunileta hapa. Wewe kanisa kumbe bwana. Yeye bado amekuja juu na hasira naambia tulia. Ena wewe mwingi ambaye tena. Tulia. Ambaye tena. Nikamwambia sasa mimi natoka mbali sana. Nirudi tena samu novyo. Mahali panaitwa Likoni. Wanaitwa Likoni. Huko karibu na boda ya Kenya na Tanzania. Karibu mwakani wa Kenya na Tanzania. Na hapa Nairobi nimekuja sijui mtu. Na bali ndio niokita nje simu. Sina fare kurudi nyumbani. Kwanza na ndina tikiti wao sio. Wala pesa ya mahali pa kulala. Wanaambia sia pando wao koma. Nimekuja hapa ili nipate pesa yangu ya loan. No kabano saloni. Nitumie hiyo kwenda kulipa hostel ni ndio miezi ningaebe nomba kwa school niko. Nikiangalia haya masaa. Na isema saasu. Sitasaviwa leo. Ndiye sasa kutetea huko ndio maana imefanya nikaruka naye. Chuchu tatumai kila laini. Sasa usiponisaidia ndege vile umenishika hivi wangu ataui na mimi nitakukamata hivyo hivyo. Na kwa ni upata sitakuachilia na ndio utia mpaka usiku tutaenda kulala kwako. Unaona wewe yote hiyo kama kwako. Ule jamaa akaniambia sasa nitakusaidia. Wanaanza mkulini hoteli atakwe. Na vile hao watu wote wameona umeruka line. Na ndio muone wa kila line ime na wao wamekasirika. Imada hata kwaje. Pindi wata
Nikamwambia usijali, nitakupatia njia. Amwendo kasengeni ngoloni utwika. Nikamwambia unaona vile ulivyonibeba hubela. Amwe hono wangwa umgilitolo. Kanitoa hapo kwa la. Wamumbe bala ilini. Hivyo nibebe hubela. Huyu ngwa uniingize huko ndani. Ndiche kuendi huko ambako loan inachukuliwa. Kuya kunenga na loan hizi. Watu watadhani unaenda kunipea punishment. Andona meona tawadi ni punish. Lakini mimi nikifika huko ndani, lakini na kuendi kazi yako itakuwa imeisha, nitajitetea. Wewe kuida wala nyengwe bora tu niingize huko ndani. Wewe ndicho kuendi. Ule jamaa kaniangalia. Asanzi. Nasema na kweli wewe umesoma wewe. Wewe kweli wewe umesoma. Akanikamata tena hapo. Mpata hivi na akapaza sauti yake. Na wale wasemuno wale watu wa kuruka line na wafunza. Yeye andumao kila hii ndio mwenye somo. Atapata funzo. Mungu mwenye somo. Na wale waliokuwa wamefunga line pale. Anasema ile hili ni baya. Wanasema mpeleke. Maaje mtwae. Mpeleke. Haleluya. Kumbe Bwana amesikizisha zile kelele na zinaleta majibu. Bwana sifiwe sana. Hebu yeye hatima mwasiasuma hapo. Jamaa kanibeba ubela kaniingiza huko ndani. Anasema mkua ulukoluwa mtu akundeni. Nilipofika kule ndani hata wale walikuwa na safu wakashtuka. Ajikangu ende na mama na mazo komando matelema. Kuna nini? Kuna nini wata? Ule askari akamwambia wewe mwenye alikuwa safu msikize. Msikalizo mwirukisie. Msikize. Mwirukisie. Yeye akatoka kae. Nao maruka. Nikamueleza alikuwa mwanamke. Nikamuelezea cheki veti yake elezea. Na kila mtu kumbe Nairobi watu wanaogopa kuishi na watu. Kila mtu ndio inokia. Ukitaka kuweza mtu Nairobi mwambie leo nalala kwako. Wewe nao mfika mtu mwizo mwene kwa mundu. Watu Nairobi wanaogopa kulala na watu wa juu. Ando ilomba kia mno kuikala na matesi. Sasa hiyo nikajua kumbe hii ni silaha, nikatumia pale. Mwana hii ni silaha ndo unaotumia. Na nikamwambia yule dada, sijui kama alikuwa ameolewa ama hajaolewa. Mwana mwana mkosi ndio sika naye mtoka naenda mtoka mwa. Nikamwambia mimi nataka msaada hivi na hivi. Usiponisaidia wewe ndio ndiye. Naenda kwako. Na wewe mbona? Wewe mbona ni kwako mu? Ikabidi aangalie details zangu. Wewe ya tuma asisia kaangalia details yake. Si wewe uko na loan na iliingia kitambo. Asisia mwa mbona wewe una loan na alikete? Pesa iliingia tarehe sijui ngapi. Pesa zilikile matuko na ndizi imeko. Naomba iliingia wapi? Amu kule silikile kwa account yako. Amu ya account ni yako. Kumbe kuna mwalimu wangu mmoja tukiwa bado form 4. Kaibe mwalimu mimi form 4 wakati tuna apply la mama uswasia kuhusu courses alifanya application paka ya help. Kaila bosi makozi au sisi nyayo usile wako niambia. Na mayamo tabi. Kumbe baraka zangu ziko zimetulia. Kaima walimu wake maingo makindo mwetela. Lakini zilikuwa zinangoja nini? Hatua. Tete matamye mama. Haleluya. Amen. Akanambia nenda Post Bank, kuna pesa yako kwa account. Mwenda Post Bank pembea, si akusi account ni yako. 50,000 pesa taslimu. Ngini ungwe 5. Zimegawanywa mara 2. Siani tu kundu kwili. Nimetumiwa 25,000. Utume hizo silime ngwele ngilini mangoleni sana. Hiyo semester ya kwanza. Ya semester ya mbele. Alafu 25,000 zitatumwa semester ya pili. Na miongoleni 5 ingi sikatumwa semester ya kesho. Na school fees juu ilikuwa 12,000 ama 13 wakati huo. School fees ya ngili 14 kana ngili 13 mama. Nikaenda nikatoa pesa zangu pale. Hadi ungembeza yake 20,000. Ngili miongoleni 5. Nabakisha 5. Ya 5. Ikawa ndio pesa kubwa nishawahi kushika maisha. Wewe hizo pesa nene wewe hapa sasa ni watu wote. Na niko ndani ya Nairobi. Nairobi. Inua shati. Okay, shati. Nikaiweka mahali hapo sitakwambia. Sio kwa mfuko. Safe bank. Kuna wallet nyingine na kuanga ya siri. Bila kuanga nikaweka. Kiabo. Maana nilijua hawa jamaa niliambiwa Nairobi kuna wezi. Ndio wewe kana Nairobi kwini. Najua kabla mtu afike mahali nimeweka hii pesa. Mungu anambo fika. Paune kiambe. Watu watakuwa wamekuja kunitetea. Ndio meende mokio ndetea. Bila shaka watu watakuwa wamefika kunitetea. Meende mafikie.
na nikatembea polepole nikiwa mwangalifu. tembea mbona Nina suspect kila mtu. Aseri mwa ayona kila mtu yote kingi. Everybody. Kila mtu yote kingi. Hata mtoto Anakana kanini akoro ina ni kwa kuniibia. kaenda muli. Kondakta ananiambia fika nadhani ni mwizi, namwambia ngoja mimi mwenyewe nitaingia. Hakuna atisiji kusaidiwa kuingia kwa matatu. Yeye na hoteli kwenye na mahali nimeketi niko chonjo. Na bali kale ni mbebo. Nikaenda kufika mahali panaitwa Githurai, nikashuka nikalipa fee. Alika Githurai yeye aiba bis. Nikachukua receipt nikaenda shule. Anza receipt alika school. Kufika pale ndio watu wanamalizia. Alika maana ndio anumeo mine. Nikasaviwa nikapata chumba cha kulala. Kuko mwana ane wa nyumba ya ukoma. Bwana asifiwe sana. Nikapigia simu ile jamaa alikuwa amenipa namba. Kunioleta ule mwana wa mnengere namba. Nilipompigia akasita kuchukua kidhani naenda kulala kwake. Kulia maosa yona nito kwenda huko kwa kwake. Siji kulala kwako bwana, nimepata kwangu. Mwenye ndio kama kwako ila kwenda kwako. Hatua. Sema hatua. Matambi. Haleluya. Amen. Unaona baraka zile zilikuwa zimewekwa kitambo. Wewe maoni mwamba hivi kuma tena. Lakini ningekaa hapa Likoni nikiomboleza. Lakini kale bali koni nene na kusema sijui mjomba wangu amekataa kunisomesha. Kiaza yomba ni wa mionzo media. Sijui pastor amekataa kunisupport. Kiaza pastor ni wa miondedia. Sijui fulani ana pesa amekataa kunisaidia. Kiaza neno ana pesa ni wa miondedia. Roho ya kungoja inashika. Ibeba yako ete. Chukua hatua. Osamatani. Nasema chukua hatua. Yes, osamatani. Hallelujah. Amen. Wakati umefika useme imetosha. Hivi na nini kiwa ni kweli useme na liwe liwalo. Waze kweli wonu kukendewa. Nilisema na liwe liwalo. Aisi wewe kweli wonu kukendewa. Nikienda huko wakinifukuza nitarudi. Na dikwema nguide no sawa yangu sio. Nikikosa mahali pa kulala ni sawa. Hayo mambo na bandu wao kama ni sawa. Nikipata mahali pa kulala ni sawa. Wala bandu wao kama no sawa. Lakini hapa sitakaa. Lakini bandi kalaindi. Hapa sitakaa tena. Bandi kalaindi nitachukua hatua. Ngoza matambia. Kuna watu wamekuwa na uoga fulani. Mena uia wa mudemba. Wako na idea nzuri za maisha. Mena woni musewa daiwo. Wako na idea ya vitu za kufanya. Mena woni wasirusia kwiki. Wanaweza kufanya vitu. No make shindo. Idea wako nazo. Woni mena mo. Lakini uoga umewazuia. Lakini uia no masiye. Uoga ndio umewazuia. Uia ni wo masiye. Hakuna pepo amesimama. Baina mapepo na uoga tu uko ndani yao. Hivyo windi ni watu. Wanajiuliza na je ikiwa hivi nitakuwaje? Kuja na kweli wao ni ikata. Nikishindwa itakuwaje? Na sindo kweli wata. Na mke akiniacha nitakuwaje? Lakini jichangia kweli wata. Na nikianguka mtihani itakuwaje? Na ndio mtihani kweli wata. Sema leo na liwe liwalo. Asema Mungu kweli wata. Vile ambavyo nitafanya. Niende kuikoru watu na kuikita. Niende kushoto ni sawa. Ninga liko kwa ni sawa. Ni sawa. Niko kwa pombe ni sawa. Hallelujah. Amen. Nataka watu wa kujikusanya. Nienda makuyumba leo ni leo. Na wasio mudhulumu. Nitasimama. Nienda kuungama. Na nitakabiliana na adui. Nienda pamba na Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Simama mbele za Bwana. Kama maombi na maombi.